unaweza Yesu, unaweza Yesu, unaweza Asante kwa sababu ya siku hii Baba, ninakutukuza Baba, ninakuinua Baba, ninakuhimidi Baba, ninakushukuru kwa sababu ya siku hii ambao umeifanya kwa ajili yetu ili tukaweze kufurahia na kushangilia ndani ya siku hii Baba. Ninakutukuza Baba, ninakuinua Baba, ninakuhimidi, ninakutukuza kwa kuwa wewe ni mwema, ninakutukuza kwa kuwa wewe ni mfalme, ninakutukuza kwa kuwa unastahili sifa Baba wa mbinguni, unastahili utukufu Baba wa mbinguni, unastahili heshima Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Kwa jina la Yesu tuomba na kuamini, sema amina. Umebarikiwa sana, unaweza pata nafasi ya kuketi. Tuko nafasi tena kukukaribisha katika kipindi hiki cha kuelimishwa na neno la Mungu. Popote unatazama ukiwa mpendwa mtazamaji wangu, nasema karibu sana katika kipindi hiki tunapoenda kubarikiwa pamoja tena siku ya leo katika jina la Yesu. Tumebarikiwa kuwa pamoja na wewe na tunamshukuru Mungu katika jina la Yesu Kristo, sema amina. So tunaendelea kuongea kuhusu mimi ni roho, Mungu wangu ni roho, najazwa na Roho Mtakatifu, vita vyangu ni vya kiroho, silaha zangu ni za kiroho, adui wangu ni wa kiroho, baraka zangu ni za kiroho, maisha yangu ni ya kiroho, ninaishi kiroho, natembea kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na tukaona ya kwamba hatuombi tukue kiroho. Na si vizuri kuambia mtu ameokoka wewe yuko kiroho. Hiyo si sawa. Bwana Yesu asifiwe. Si vizuri kuambia mtu wewe yuko kiroho. Hapana. Hiyo si sawa. Maana mtu yote amemwamini Kristo, tayari yeye ni nini? Yeye ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naweza kuwa kwa mkutano lakini nimelala. So kulala kwangu huwezi niambia mimi si mtu. Shida ni kulala nimelala. Sasa kuna watu wako kiroho lakini wamefanya nini? Wamelala, wako blind. Bwana asifiwe. So action zao na behavior zao wanazifanya hivyo, inafai kuambia huyu mtu wako blind. Huyu mtu kiroho amelala lakini yeye ni roho kwa sababu ya kuokoka. Na tukasema tena hatuombi tuende katika ulimwengu wa roho. We are already there. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pale, hatuombi tuende katika ulimwengu wa roho. Maana tulipookoka tuliwekwa wapi? Katika ulimwengu wa roho. Sasa sisi tuko huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ile gari inaweza kuwa na engine, lakini kwa sababu hiyo gari imekaa juu ya mawe kwa kipindi kirefu, iko na shida, lakini bado engine iko. Hata kama haiendi, engine ni engine. Imekufa, ni mbaya, ni mzuri, bora ni bado ni nini? Ni engine. Lakini kitolewa pale ifanyiwe service, hiyo gari inafanya nini? Inasonga mbele. So mara nyingi ni ukosefu wa service ya maisha yako ya kiroho ndio kuna kusababisha unakaa kana kwamba kiroho uko blind, uko kwa giza, umekufa. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaona ya kwamba kile kitasababisha kabisa you become blind na pia ukue deaf ni wakati tunajihusisha na mambo ya ulimwengu.
wakati tunajihusisha na mambo ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu, kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu. Na Biblia inasema rafiki ya ulimwengu adui ya nani? Adui ya Mungu. Mungu aliupenda ulimwengu, lakini sisi haturuhusiwi kuwa rafiki wa ulimwengu, na wala haturuhusiwi kuwa na matendo ya ulimwengu. Bwana asifiwe. Haleluya. Na ulimwengu, kuna ulimwengu ambao Mungu aliupenda na kuna ulimwengu ambao tunakataza. Ulimwengu ambao Mungu alipenda ni mwanadamu. Ulimwengu ambao tunakatazwa sio mwanadamu. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ulimwengu ambao tunakatazwa sio nini? Sio mwanadamu. Lakini ni system. Ni system. Ni spirit. Bwana Yesu asifiwe. Ni spirit. Ukisoma Ephesians chapter 2, Biblia inasema hapo zamani tulikuwa tumekufa kwa ajili ya dhambi na makosa yetu. Tulikuwa tunafuata mungu wa ulimwengu huu. Shetani sio mungu wa hii ulimwengu. Si ni ulimwengu. Si dunia mzima kwa Kiswahili ni ulimwengu. Amerika, Asia, South America, Africa, hiyo ni nini? Ulimwengu. Lakini Waefeso 2 inasema shetani ni mungu wa nini? Wa ulimwengu. Lazima uelewe inaongea kuhusu nini? Inaongea kuhusu system. Haiongei kuhusu the physical world. Inaongea kuhusu system. Inaongea kuhusu mambo yaliyo kinyume na mambo ya kiungu. These are spirits. Tulikuwa tunamfuata. So ulimwengu, the physical world, I told you in the beginning, kama kuna kitu mtiifu sana dunia hii, it is the physical world. Kushinda mwanadamu. Maana mahali Mungu alimweka mwanadamu, hata ikuenda sana alifanya nini? Alitoka. Lakini mahali Mungu, kuna wakati ulikuja ukapata mlima imehama. Wale mnaishi Kericho miaka mingi, Nyakachoo vile iko hivyo. Kuna siku ulipata imehama. Kuna siku ulipata imetoka. Mahali Mungu aliweka maji inaishi huko. Mahali Mungu aliweka msitu inabaki hivyo. So kama kuna mtu mtiifu sana, it is the physical world. And number 2, your physical body. Those two people are very obedient to God. Mahali aliweka masikio yako, kuna masiku umepata imeamuka ikahama. Vile alikuumba unajua hivyo ndio uko mpaka wa leo. Lakini penye alikuweka huyuko hapo mpaka siku ya leo. So kenye kinakusumbua si kenye tunaona, ni kenye hatuoni. Maana mwili wangu vile uliumbwa hivyo ndivyo ulivyo mpaka wa leo. Wachana na wale ambao pengine wamepata ajali nini hiyo. Lakini vile Mungu aliniumba tangu utotoni wapendwa, hivyo ndivyo nilivyo. Na vile Mungu unajua Mungu kuumba mwanadamu hiyo kazi iliisha. Genesis chapter 2 iliisha. Mungu haumbi mpaka leo. Lakini nilikwambia kuna ka system, kuna ka machine, kuna vile aliumba mwanaume na mwanamke waendelee kuproduce watoto. Vile aliweka hiyo setting mpaka wa leo tunatokeana kichwa ikiwa juu, macho ikiwa hapa, kila kitu iko hapa, kila kitu iko vile nakuaga. So pia my physical body ni mtiifu sana. Vile aliweka hivyo ndio hapo. Lakini tatizo langu liko kwa huyu mtu asionekana. Tatizo langu liko kwa common sense. The 5 common sense. That's where the problem is. 5 common sense ziko kiroho na ziko zinafanya kazi kwa mwili. I need to touch. Bwana asifiwe. But the way nina feel inaonekana. Nikinusa inaonekana. Kunusa inakaa aje? Kunusa inakaa sura gani? Ni rangi gani? Anything iko na ionekane, hiyo ni nini? Spirit. Bwana asifiwe. So hiyo ionekane. So hizo ndizo zinatupatia shida.
Usikia harufu ya pilau ya wenyewe uanze kuwa na shida ya kutamani chakula wenyewe. Uone uanze kutamani vitu ya wenyewe. Hizo ndio zinatupatia shida hizo zenye hazionekani, na ziko wapi? Kwa nafsi. Ziko wapi? Kwa nafsi. Huyo ndio ulimwengu. Huyo ndio nini? Ulimwengu. So ulimwengu ni system. Kwa kumpokea Kristo Yesu, ile system ilifanywa nini? Ilitolewa ndani mwetu, tukawekewa ingine ya Mungu. Christ ni system. Sasa hiyo ndio inanitawala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So tunaendelea kuchunguza kitabu cha Yohana 3. Ama tulihama tukaenda Matendo ya Mitume. Ndio? Ni kweli? Tulienda Matendo ya Mitume. Tukawa tunaangalia verse 13. Basi walipoona ujasiri wa Petro. Ujasiri inaonekana ama ni matokeo ya ujasiri inaonekana? Matokeo ya ujasiri. So ujasiri ni kitu cha ndani, sio kitu cha nje. Mtoto mdogo anaweza simama akaongea. Vile anaongea tukasema ameongea kwa ujasiri. So ujasiri ni kitu ya ndani. Bwana Yesu asifiwe. Na tukasema ya kwamba kwa sababu sisi ni roho, wapendwa, ujasiri, matokeo na matunda ya ujasiri wetu unapaswa kuonekana. Unapaswa kuongea na ujasiri mwingi sana mpendwa. Unapaswa kufanya vitu, mtu akikuona afanya, unafanya kwa ujasiri. Haufanyi kwa kusitasita. Omba kwa ujasiri, kemea kwa ujasiri, simama kwa ujasiri, amini kwa ujasiri. Kila kitu yako ongeza ujasiri, maana hii ni tabia ya roho. Ujasiri waliokuwa nao ni kwa sababu wao ni roho. Je, wakumbuka kabla hatujaingia kwa Matendo ya Mitume, kwa New Testament, vitabu vya injili ya Yesu, nafikiri unaelewa, Agano Jipya tunaanzia Acts of the Apostles. Sijui kama unaelewa, Petero ni yule aliulizwa na msichana, na wewe uko pamoja na wao, na akaleta shida. Unakumbuka ni nini alikuwa hana? Ujasiri. Alikuwa hana ujasiri wa kuweza kusimama na kusema mimi na Yesu ni moja. Jasiri hakukuwa nao. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia Petero vile walifanya vitu vingi, ukimwangalia ni kwa sababu hakukuwa na nini? Na ujasiri. Lakini ukisoma Matendo ya Mitume 2, wewe angalia Petero. Unajua Matendo ya Mitume 2, Petero anaongelesha millions of people. Na ni tribes nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Anatokezea, anasikia bana, sisi tumeomba, tumekata ndimi. Kuna watu nje wanatutusi. Kuna watu nje wanasema sisi ni walevi. Kuna watu wanaongea vibaya. Alitokezea, akaanza kuwaelezea, akaanza kuambia. Lakini juzi alishindwa kusimama kwa kasichana akaelezea vizuri vile kuko. Yeye alifanya, alitoroka. Lakini kwa Matendo ya Mitume 2 anatokezea na ujasiri, kwa sababu yeye ni roho sasa. Kwa sababu tayari ukombozi umefanyika, sasa amekuwa na ujasiri, maana amefanyika kuwa roho. Akawaongelesha mambo mengi. Mambo haya yote alikuwa anayaongea kutoka ndani, sio kutoka nje. Lakini mwili ni ule, lakini ndani ni mtu tofauti, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Petero akasimama na ujasiri, na ujasiri wao ukaonekana. Wewe na mimi ni roho, na kuna kitu inapaswa kuonekana. Ujasiri wako na uonekane. Ujasiri wako na uonekane. Paka ikitembea juu ya nyumba ambayo inatumia misimbo ya majini, ujasiri wako na uonekane katika jina la Yesu. Wakikutumia matusi, ujasiri wako na uonekane. Wakisema
kuroga, ujasiri wako na uonekane. Wakisema utaendelea, ujasiri wako na uonekane katika jina la Yesu. Ukiamuka upate wameweka chora kwa mlango yako, ujasiri wako na uonekane. Ukipata wamemwaga madawa barabarani, wanakutega wewe, ujasiri wako uonekane. Bwana asifiwe. Nakataa kuonekana kama yule ambaye hajaokoka. Nakataa. Lazima kuwe na matofauti. Bwana asifiwe. Lazima kuwe na matofauti. Sisi sote ni Wakenya, na kuelewa wakati unadili na watu kama sisi ni Wakenya. Lakini kija line ya mambo ya kimungu, hatudili na wewe kama Mkenya, tunadili tofauti katika jina la Yesu. Hallelujah. That's why hatuiti Waislamu ndugu zetu. No. Hatutumie hiyo jina Bwana. We don't use that word. Ndugu zetu, we are not brothers. Because we don't believe the same. Hello. Ndio kama zako mwambie ujasiri wako uonekane. Usipige mtu 10 lakini ujasiri wako uonekane. Usitukane mtu lakini ujasiri wako uonekane. Waliwasimamisha katikati. Ni nini walikuwa wanawawekea? Uoga. Walikuwa wanawekea nini? Uoga. Lakini ndani mwao kulikuwa na roho ya ujasiri. Natangaza hujapewa roho ya uoga wewe. Kuna roho ambayo tumepewa wapendwa. Ukiokoka kuna roho unapewa. Maana inajulikana dunia hii shetani anaoperate na uoga. Shetani anatumia uoga. Hata iwe nani akiogopa, shetani atamcontrol. Hata iwe unafanya miujiza mikubwa namna gani, ukiogopa shetani atakupeleka vile unataka. Asipokuwekea uoga, hawezi akakucontrol. Na ndio maana tukapewa roho ambayo sio ya uoga katika jina la Yesu. Tuko na roho. Sisi hatujifunze kutokuogopa. Sisi hatutrainiwi kutokuogopa. Hapana, tuko na roho ambayo sio ya uoga. Hallelujah. Hallelujah. Lakini elewa uoga nilionao na nyoka. Elewa huo uoga nilionao na nyoka. Ni uoga wa mwili. Mwili yangu hii yaogopa nyoka. Hallelujah. Mwili yangu na nyoka. But usinterpret hiyo ni uoga kutoka ndani. Hiyo ni uoga ya nje. Tunaruhusiwa kuwa na uoga wa nje. Tofautisha hizi mbili. Usije ukaogopa ukafikiria unaogopa na ndani. Kuna vitu naturally our physical body inaogopa. Inaogopa simba. Na siwezi mkaribia. Atararua mwili wangu na ataweka chini. Ninaogopa nyoka. Maana akini bite. Huo uoga sio wa kiroho. Lakini nyoka ya kiroho. Lakini nyoka ya kiroho siogopi. Hiyo sani from inside. From inside. Anything spiritual I don't fear. I say anything spiritual I don't fear. Shetani akuja kwa ukubwa, shetani akuja kwa njia gani? Shetani akuja I don't fear. Wakabasi walipoona nini? Ujasiri wa Petro na Yohana, na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni watu wasio na nini? Na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu sana. Watu wanapaswa kukuchunguza sana, wakutafutilie sana. Kulingana na vile unaishi, kulingana na vile unaongea, na kulingana na vile unafanya vitu, watu wanafaa kukuchunguza kwa zile. Wakapekua mambo ya shule hawako. Wakapekua maarifa hawako. Wakashindwa.
Hao watu hawana elimu na hawana maarifa. Basi wakashangaa, wakastaajabu, na wamefanyaje hiyo kitendo? Na wanaongeaje hivyo maneno tofauti ya maneno ambayo inapaswa kuongewa na watu wako na elimu? Kwa nini walichunguza wao kwa elimu na maarifa? Maana kitendo walichotenda kiligharimu mtu wako na elimu na maarifa, lakini hawakuwa na hiyo elimu na maarifa ya ulimwengu, walikuwa na ile ya roho. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapaswa ukiwekwa katikati ya wasomi washindwe nani ni nani, kulingana na vile unafanya vitu. Ndio kama sasa kumwambia kulingana na vile unafanya vitu. Nikikwambia ile darasa mimi nilifika, wacha tuachie hapo. Wacha tusiendelee zaidi. Wacha tuache hiyo maneno. Sema elimu ya heaven. Sema roho. Na unajidharau kwa nini? Kwa kama sasa kumwambia unajidharau kwa nini? Mimi nimehubiri katikati ya maprofesa, wananiangalia wanachanga. Mimi nimehubiri katikati ya mikutano mizito, wakitoka hapo wanachanganyikiwa wote. Hiyo ndio inakuwa ni topic inaongewa. Watu wanabaki wameshangaa. Kuna siku nilienda kuhubiri kwa farewell party moja, county commander alikuwa anaenda. So security ya county mzima. County? Unajua hiyo inamaanisha nini? Security ya county mzima mpaka magistrate. Simi tu ndiye aliitwa ahubiri. Nilienda for 10 minutes nikamaliza. Ndio ilikuwa topic police station. Hiyo ndio ilitoa kwa sasa huyo pasta kwa wapi? Huyo na unachomoka na unaenda zako. Ukiwa na roho hapana jidharau. Ukisimamishwa popote simama kwa ujasiri wa kiroho. Tokelezea vizuri. Hebu jitokeze. Simama. Jionyeshe mbele ya watu. Unaona kama vile mtu anakuwa na hiyo confidence kwa sababu ya kiwi. Si unakumbuka kwa advertisement? Kumaanisha usipopaka kiwi, kujitokeza ni ngumu, kusimama mbele ya watu ni ngumu, kujionyesha ni ngumu. Lakini wakati kiwi umeichapa vizuri, unatokelezea. Ndio kama sasa mwambie tokelezea bwana. Ndio kama sasa kumwambie tokezea kwa jina la Yesu. Unajua nashangaa mbona wameniita ati mimi niongelesha wamama. Sasa nitawaambia nini? Wewe acha mchezo bwana, tokezea. Unajua tumeona wewe ndio unaweza kupatia mtu advice. Unajua tokezea. Ndio kama sasa mwambie tokezea. Walipoona ujasiri, kuna watu kuna kitu wataona ndani yako ndio watakwambia ufanye hiyo. Nilikwambia kabla sijakuwa na gari, niliingia hii supermarket, ilikuwa inaitwa Chai supermarket ama ilikuwa inaitwa Ukwala. Nikaingia ndani. Mtu akaja akaniambia tafadhali, ulikuwa na Mercedes Benz imepakwa nje. Akakuja akaniambia please, kutoka ni ngumu, please naomba kuja uniondole. Kwani ukiniazu kuna kitu ameona ndani yangu ndiye ameamua kuniongelesha Kenya. Yaani angalia supermarket mzima ni mimi tunaweza kuwa na Benz. Yesu ni mwanda nikai. Ndio kama zako mabela mimi nikaichukua. Elewa saa zile hata mwenda wazimu ana prophesy. Hakuna mtu Mungu hawezi tumia. Hakuna Mungu anaweza kutembea kwa nyumba yako akwambie kwani nyumba ni yako. Sio yangu ni rento, wacha ujinga. Elewa wakati prophecies zinatolewa kulingana na vile umeona. Sema amen. Baada hiyo mimi sikukaa sana. Nilipata gari. Nikamwambia Benzi gani? Gani hiyo? Unaona hata sina funguo ya gari, mimi na funguo za nyumba peke yake. Alimwambia nakuja kutoka. Nilitoka chini nikaenda chezea wapi? Juu pale uko na juu. Nikapotelezea unipati. Najua ni vile tuliwahi kutana naye. Najua siku ile utakutana naye tambia asante sana nilikwambia utolee na ukanitolee. Na ukanitolea. Kwa nini watu wakikuita mjinga, wewe unakuwa mjinga? Kwa nini wewe unakasirika? Na kwa nini mtu akiuliza kwani hiyo nyumba inakuaga yako? Unajua mimi najua hiyo nyumba ni yako. Kwa nini hizo vitu mnakataa haraka? Si uchukue haraka.
Mungu akusaidie ukuwe na ufunuo ya kuelewa wakati mtu anatoa prophecy kwa njia ya kuongea. Is it a must? Nisimame nianze kukwambia can I prophesy? Can I prophesy? Hiyo ndio mnangojea. Kama mtu aseme sasa unajua ninakutabiria hii nyumba ni yako. Mnangojea hivyo? Elewa wakati mtu anaimba prophecy. Elewa wakati mtu vile anaongea. Hapana, huyo mtu si kuongea. Hii ni prophecy anaitoa through kuongea. Elewa wakati unaomba na Mungu anaanza kukutumia kuprophesy through kuomba. Simuelewe hii vitu. Elewa wakati umeenda sokoni na mama yote akatumika kuprophesy. Maongea aliyoongea ilikuwa maongea kaida, ilikuwa ni unabii aliachilia kwako. Kuwa sensitive kuzichukua mara moja na kusema ndio Bwana. Maandiko yanasema ya kwamba wakastaajabu. Kumaanisha kwamba wale ambao ni roho wanapaswa kustaajabisha watu na vitu vile wanafanya. Wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Hawawaulizi mmekuwa na Yesu, hawawaulizi mavitu yote, lakini tu wanafanya discovery zao wenyewe. Wakatambua hii vitu inatendekea hawa kwa sababu wako pamoja. Walikuwa pamoja na nani? Na Yesu. Walikuwa tayari Yesu ashaenda. Wakagundua hawa watu wanafanya vitu kama hii, lazima walikuwa na Yesu. Sikiliza, Nikodema alisema aje? Wakati Yesu alikuja, alituletea matendo ya Mungu. Chochote Yesu alifanya, Mungu alikuwa anaonekana. Chochote Yesu alifanya, aliambiwa umetoka kwa Mungu. Chochote Yesu alifanya, ni Mungu alikuwa anaonekana. Baada ya Yesu kuenda, chochote tunafanya, Yesu aonekane. Hawa walipogundua mengi, hawakuambia wametoka kwa Mungu, wakagundua hawa walikuwa na Yesu. Mpaka siku ya leo katika jina la Yesu na igunduliwe ya kwamba wewe uko na Yesu ndani mwako. Wakawatambua walikuwa na Yesu. Mienendo yako, kuishi kwako, kuongea kwako, unapofanya vitu vinafaa wale watu wakiona waseme na huyu mtu ameokoka. Na huyu mtu ako na roho wa Mungu. Nilikwambia watu wanajua. Nenda uangalie. Tunasoma hii kwa ndoto, tutasoma. Wakati ni Nebukadneza aliwaambia nimeota na nimesahau. Ni Nebukadneza alisema nimeota na nimesahau na inanisumbua, lakini sijui niliota nini. Kawaida akaita wenye hekima na waganga. Nafikiri Biblia inataja hivi, wenye hekima na waganga, kwa sababu wao ndio wana uwezo fulani. Walikuja wakasema aje mfanye hivi tu hakuna bwana. Mtu akwambie ndoto yako na akwambie maana. At least hata ungetuambia ndoto. At least ungetuambia ndoto tungekuambia. Walisema aje? Nani anaweza akatafsiri hii? Lazima iwe mtu aliye na roho ya Mungu. So hata waganga kuna kitu wanajua. Ndio kama mwenzangu mwambie hata waganga kuna kitu wanajua. They know their limit. Hata watu wote hawataki Mungu, kuna kitu wanajua juu ya Mungu. Hata watu wote wanaenda kwa waganga, kuna kitu wanajua juu ya Mungu. Hata mwizi kuna kitu anajua juu ya Mungu. Ukimwambia kaendeni huko acha kutuambia mambo ya Mungu, lakini akienda kuiba, Mungu nisaidie. Yaani dunia mzima kuna kitu watu wanajua kuhusu Mungu. Hiyo ndio ninajifunza kwa jina la Yesu. Hata wasiomtaka Mungu kuna kitu wanajua kuhusu Mungu. Hata Nebukadneza amejitengenezea sanamu, anaamrisha watu waiabudu. Akina Shadrach, Meshach na Abednego amekataa, ameamua waweko katika tanuru la moto, lakini ndani mwake kuna kitu anajua. Nani aliwaambia na waine ni mwana wa Mungu? Walisema Mungu ama miungu, wanatumia jina miungu. Nani aliwaambia? Walijuaje? Akamwambia mfalme tusitulie kwa watu watatu, lakini tunaona waine. Waliwahi muonea wapi?
Kila mtu kuna kitu anajua kuhusu Mungu. Kila mtu kuna kitu anajua kuhusu Mungu. Hata huyu mwenye utamwambia kuhusu Mungu naona anakuwa kichwa ngumu na anakuwa mbaya namna gani, kuna kitu tu anajua kuhusu Mungu. Wanajua, kuna kitu wanajua. So ukibehave vibaya, wakati unaona mwenye dhambi hujaokoka, nakwambia hujaokoka, nakwambia mtu anaongea ukweli. Yes, kwa sababu giza inajua nuru vizuri tena sana. Si lazima uwe umeokoka ndio umejua mtu ameokoka. Kama kuna watu wanajua sana tumeokoka hiyo kweli, ni watu wenye hawajaokoka. Waganga. Nafikiri mchawi original mzuri ana uwezo wa kubisapia na kuapia. Huyu anaweza tuchujia watu wengi chache sema akiangalia na huyu hakuna. They can do that in a easy way. Yes. Sababu giza inajua nuru vizuri sana. Bwana asifiwe. So wakasema lazima mtu awe na roho ya Mungu ndiye aweze kufanya hivi. Na Danieli ni mmoja wao alikuwa naye. Danieli akamwambia mfalme, nitakwambia vile uliota na nitakwambia maana ya ndoto yako. Wakastaajabu, wakashangaa. Hakuna mganga alicheza na Danieli tena siku yote. Hakuna wenye hekima walicheza na Danieli tena. Wale wenye hekima wenye mfalme aliwaleta walikuwa na elimu ya ulimwengu, sio mbaya, ni mzuri. Lakini mtu wako na roho, ako na hekima zaidi. Mtu wako na roho Mungu wako juu zaidi. Maana atatatua kilichowashinda wenye masomo. Wakati watu wa masomo wamekwama, tunapaswa kutatua. That's why I blame the Church of Kenya. Kanisa la Kenya ninalilaumu tena vibaya sana. Na ninalaumu wale waliotutangulia walioko huko juu ambao wamekubali kucompromise na politics na serikali. Kanisa ni serikali kivyake na inapaswa kusimama nafasi yake na ikae kivyake. Na serikali ya nchi inapaswa kusimama kivyake na vyake. Kanisa linapaswa kusaidia serikali. Issue ya Gen Z, hatukuhitaji Raila atusaidie. Kanisa ilikuwa wapi? Kanisa lingepeana mwelekeo. Kanisa lingesema, maana kanisa inaona kesho. Angalia saa hii, wanasiasa wamejua mahali pazuri pa kufanyia kampeni wapi? Kanisani. Tayari kampeni zimeanza. Gachagua kwani anaenda wapi? Ni wapi anaenda? Rais ni wapi anaenda? Ni nini hizo wanafanya? Juzi nilisikia rais akisema ni wakati wa kufanya nini? Wa kujenga kanisa. Wewe unafikiria ni wakati wa kujenga kanisa? Ni wakati wa kufanya kampeni wapi? Kanisani. Na kanisa linaangukia hapo. Kesho huyo mtu na sai kanisa liweze kumwambia president wetu chochote. Unajua hivi? Mnajua hivi? Kanisa aliwezi kumwambia president chochote. President akienda kanisa watu wanarukaruka, watu wanafurahia. Watu wanafurahia nini? Bwana Yesu asifiwe. Kanisa limepoteza laini yake vile linapaswa kusimama. Leo mpaka kanisa iko na party. Leo mpaka kanisa iko na mtu yake. Sisi tunasupport huyu. Ande ujue hata 2022 kanisa ilifail vibaya sana. Ile ilikuwa ni pesa ilikuwa inaongea ndani ya wachungaji, haikuwa ni Mungu anaongea. Naongea kuhusu mtu wako na roho, hekima aliyonayo iko juu sana. Kanisa linapaswa kusaidia serikali. Unajua hivyo? Mnajua hivyo? Unajua kanisa linapaswa kusaidia serikali? Maana siku hii ya leo nabii wa rais should be church. Like in the beginning, kila mfalme alikuwa na nani? Na nabii. Leo nabii wa president anapaswa kukuwa nani? Church. Wakati kinaumana kwa president, vitu Mungu anaambia nani? Nabii wake. Nabii anaenda anaambia nani? President. Leo inafanyika hivyo.
Angalia sasa kazi kanisani imeanza kuwekwa pesa. Ni nini? Ni campaign. Hebu niambie kama kesho kanisa inaweza inuka ikaongelesha serikali. Hebu niambie kama kesho kanisa inaweza ikaongelesha. Ndio unaona taifa linaenda vibaya. Mpaka Gen Z wanataka kunyorosha makanisa. Maana inaona hao watu wametupa mbao. Alafu watu wanasema ni watoto, si watoto, maana wanaona watu waende vile wanapaswa. Sasa leo imejulikana serikali ya Ruto sio ya Mungu, si ndio? But 2022 and before akuwe president na hiyo yote ilikuwa nini? Huyo ndiye ametumwa na Mungu. Mpaka alikuwa anaitwa sijui ndugu ya Yesu. Ulisikia vile mpanzo walikuwa naongea? Ama ninaongea vitu yangu? Alafu ilifika tena saa hii kanisa linasema nasema hii si buti ya Mungu. Kwani Mungu anafanya kazi hivyo? Wapendwa, Mungu anafanya kazi hivyo? Hapa ni nani yako na makosa? Kanisa iko na makosa. Kanisa ilipewa pesa, ikafanya campaign spiritually na Biblia ikasema ni huyu. Na kumbe si roho ilikuwa inaongea. Ni nini ilikuwa inaongea? Pesa. Sema pesa. Kwa sasa inapaswa kuwa vigumu pengine kwa rais kufanya mikutano ya nje central, lakini kanisani anapaswa aende bila wasiwasi. Raila anapaswa kwenda central, kanisani bila. Hakuna politician anafaa kuingia kanisani akuwe na shida. Hakuna. Lakini hata leo simona hata central waimbaji wa gospel tayari wameanza kujialign mahali fulani. Ndio wanaanza kuibia mpaka watu wa nini? Wanasiasa. Ni wao wataimba hizo mawimbo. Hii yote nakwambia ni nini? Pesa take over. Mammon ndio inafanya kazi. Na leo kanisa ndio inapaswa kuongelesha taifa. Lakini vile kanisa letu limejiweka na mpaka zile Thanksgiving. Mliona Thanksgiving zilikuwa zinafanyika? Mnakumbuka mpaka Kericho ilikuja? Mimi sikuenda. Nani anafaa kufanya Thanksgiving? Nani anafaa kupanga hiyo mpango? Lakini ilikuwa inapangiwa wapi? State House. Very wrong. Paka sasa mameona ama pasta hawa ni pesa wamechanganyikiwa, acha tujipangie, tukiwapea watapanga hivyo. So wao ndio walikuwa wanapanga, tunatumia barua. President atakuja Sunday, Thanksgiving. Imepangwa na State House. Church ndio ingepanga, imuite president. Church ya Kericho ipange, imuite kuja tuseme Thanksgiving. Church ya lakini yeye alikuwa anaitana. Ukiniita siwezi nikakurekebisha. Hawezi niita kwako, unipikie chakula, nikule, na unipe fare ya kurudi kwetu, na unipe bahasha, na uko na makosa nikurekebishe. Uongo, haiwezi fanya kazi. Ninaomba Mungu kwa jina la Yesu, kando na siasa kukua stable katika taifa la Kenya, ninaomba kanisa isimame nafasi yake. Waganga washindwe, wenye hekima washindwe, lakini kusemekane kanisa ndio inaweza ikafanya hii kitu. Kanisa ikitokezea inaongea mawazo ya Mungu, haiongei kuhusu mtu kipesa kwa sababu ya pesa ambayo amepewa. Hivi sasa kanisa linapaswa kukua careful, lijue ya kwamba wanasiasa washaanza campaign na wamerudi kanisani. Sasa wanarudi kwa kutuchekea church na pesa wanatupatia nyingi, ni campaign wanafanya. Lakini kanisa ikiweza simama kivyake vizuri. Nataka kuambia, si umeona jana kuna mhubiri amehubiri kwa national breakfast. Umeona? Hata uangalia visio. Hata uangalia kitu unashukuru nao sio. Kwa breakfast ile inakuaga. Sasa wamefika level hata Kenya hakuna mhubiri tunafanya. Tunaamini somebody from USA, a pastor all the way from USA. Sasa hata tunasema Kenya hawachungaji hawa ni bure, hawa ni pesa. Wameleta mtu from USA. Najua ni nani aliomba? Mkifungua leo mtaona ikitrend. MP sijui atagoreti. Beatrice Elachi, yeye ndiye aliomba. Utapata hiyo ndio ina trend leo vile alio. Kenya hatuna mapastors.
Baada ya ule mhubiri kuhubiri, ni nini na trend? President alifanya aje? Ameomba msamaha kwa Gen Z. Kwani nyinyi hamjui vitu? Okay, enda tafuta gazeti ya leo. Hata unasomaga gazeti kweli? Haya, kwa simu utaangalia. Unajua nyinyi naye mko kiroho sana. Sasa tena mnawacha na amtaki kusikia hii maneno. Baada hiyo president amefanya nini? Ameambia Gen Z mfanye nini? Mtusamehe. Baada ya nani kuhubiri? Huyo mhubiri kutoka USA. Do you know he's a good example? Ni pastor mgani wa Kenya atahubiri president atoke kurudia maneno yake asimame na? Angalia vile kanisa la Kenya limeharibika. Mpaka hata sasa wenyewe wanaona hakuna mhubiri ya Kenya utaleta uhubiri. Anakuja kuhubiri nini hapa? Atakuja hapa anisifu tu badala uhubiri Kenya Mungu amempatia. Baada ya mhubiri kuhubiri president huyu mhubiri alihubiri roho ya Mungu. Baada ya hiyo president akaomba msamaha. Gachagua anazunguka wapi? Kwa kanisa. President anazunguka wapi? Ni mhubiri mgani anahubiri Gachagua aone I need to make peace with my president? Ni nani? Lakini wakienda huko, unajua wale vibaya, pambana, Mungu anasema ni wewe. Hizo ndio vitu watu wanasema. Gachagua akitoka hapa anaona kupatana na president kweli? Haoni haja ya kupatana na president. President hata yeye akienda kwa makanisa vile kuna hubiriwa, hakuna mtu anamuelekeza make peace with your former deputy. Hakuna. Hiyo ndio kanisa la Kenya. Linatuaibisha tena sana. Lakini ni ombi langu, nisaidie tuombe, tuamini Mungu, kanisa isimame kivyake. Na ndio unaona serikali inakuja inataka kufanyia kanisa vile inataka, na hakuna kitu kanisa itaifanya. Hakuna kitu kanisa itaifanya kwa sababu tayari kanisa linapoteza ladha kwa wanasiasa wetu. Wanasiasa wanapaswa kuingia kwa kanisa, tunawakemea huko. Unasikia mwanasiasa vile anazunguka akiongea matope kwa hizi morning breakfast show, unasikia anaongea matope, siku ile anakuja kwa kanisa yako unamrekebisha. Unampatia neno. Siku nyingine akiweza kurudi kanisani, anapatana na ukweli peke yake. Lakini hao watu wapati, ni nani ataongelesha wanasiasa wetu? Ni nani atawarekebisha? Nauliza, ni nani watarekebisha? Ni kwa sababu tayari tuko na wahubiri wako nyuma ya Gachagua. Hata Gachagua aongee maneno ya kuleta shida, huyo mhubiri anaona anaongea sawa. Wale waganga wakasema nini? Mwenye anaweza interpret hii lazima awe na roho ya nini? Ya miungu. Ni lini serikali itafika kiwango ijue ya kwamba hapa tunahitaji kanisa kama Beatrice Elachi ndiye anaomba? Simama tu twende nyumbani. Simama tu. Simama tu. Kuna kitu najaribu kutuma kwako. Sisi ni roho. Na matendo ya roho inafanya nini? Inafaonekana. Na mahali tuko inafaa sisi ndio tunafaa kuleta the final solution because we have the spirit of God. Kama kuna mtu anafaa kuombewa, kanisa la Kenya linafaa kuombewa sana. Kanisa la Kenya linafaa kuombewa because wahubiri wa Kikuyu wote Gachagua. Wahubiri wa Kalenjin wote Gusa Ruto uone. Wahubiri wote wa Kalenjin wote wamejazwa na roho ya Ruto. Wahubiri wote wa Jaluo. Hiyo ni nini iko kwa kanisa? Nasema hiyo ni nini iko kwa kanisa? Sasa kama tunajialign hivyo na kabila yetu na sisi ni kanisa, tunaweza rekebisha huyo mtu? Hatutamrekebisha. Ndio maana Kenya haiponi. And I will say this kwa ukweli bila kwa kudanganya. Hata tutafute kiongozi mzuri, Kenya itakuwa hivyo. Sisi tuliona Ruto ni mzuri. Sasa tunaona nini? Haya, watu wameanza ona Matiang'i, si ndio? Wembe ni ule, ni jina tofauti. Wanasemaga monkey ni ile tu, ni forest zinafanya. Hao watu ni moja, kampuni moja, atakuja tutalia. Mpaka siku ile kanisa itachukua nafasi yake, taifa la Kenya itakuwa sawa. Lakini kanisa ndio limepotea, mahali linapotea. Unanielewa?
Mimi nakuambia enda fanyeni hizo, watu wafanye zote, wachague the best. Let me tell you, kama kanisa itarudi kwa position yake 2027, kama President Ruto atatoka, mwenye ataingia atatukujia kutufinya design yake. Atakuja na yeye na design yake. Tena tuseme na tufikiria ni mzuri, tutakuja tuelewe ya kwamba ni kanisa limepoteza nafasi yake. Kanisa ikirudi kwa nafasi yake, taifa la Kenya linaanza kuwa na viongozi wake. Mungu na atusaidie. Mungu na atusaidie. Tukubali kufuata roho kwa jina la Yesu. Mungu akubariki sana. Hakikisha umeshare video hii mtazamaji wangu, na Mungu akubariki na kutende mema katika jina la Yesu Kristo. Amen. Shika sadaka zako.